ambaye ameweza kuongea kuhusu pesa. Maana hapo kwa pesa ndio kuna mtihani. Pesa ndio kuna mtihani kwa pesa hao. Maana saa hii kuna mtu Mungu akiruhusu tu apate 10,000, huyo mtu amepotea kabisa. Apate 10,000 kabisa tu, 10,000 ameshika na mkono yake, amepotea. Maana tukiona Daudi alipokuwa akiomba, kuna kitu Daudi alikuwa naomba. Twende kitabu cha Mithali. Mithali 30 mstari ule wa 7. Tuanzie pale Mithali 30:7. Maana Mungu anajua kwamba kuna mtu akiruhusu apate hata 20,000, huyo mtu amepotea, maana ataitumia kwa njia isiyofaa. Biblia takatifu inasemaje? 30:7. Kitabu ni kile cha Mithali. Kitabu cha Mithali 30 fungu la 7. Naam. Neno la Bwana linasema hivi. Inasema, mambo haya mawili nimekuomba. Mambo haya mawili nimekuomba. Usininyime matatu kabla sijafa. Kabla sijafa. Mstari wa 8. Uniondolee ubatili na uongo. Uniondolee ubatili na uongo. Usinipe umaskini wala utajiri. Usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadri yangu. Naam. Nisije nikashiba nikakukana. Nisije nikashiba nikakukana. Nikasema Bwana ni nani? Nikasema Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba. Wala nisiwe maskini sana nisije nikaiba. Na kulitaja bure jina la Bwana wangu. Kwa hivyo Mungu anajua kwamba, na inafaa ombi lako na ombi langu ikuwe kwamba Mungu asitupatie pesa ambayo ikuwe nyingi, ambayo tutakuja kusahau jina lake, ama tuweze kutukana jina la Mungu. Maana kuna watu Mungu anajua akipata pesa mingi atasahau neno la Mungu. Maana kuna sahi mtu ako kanisani, ameenda kanisa tu juu hana pesa. Mungu akimsaidia pate kama 20,000, huyo mtu hataenda kanisani. Ameenda kanisa juu hana, lakini akibarikiwa nayo utapata ataacha kufuata njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba unipe ile ambayo itanitosha nisije nikaomba, na tena usinipatie pia mingi ambayo nitakuja tena nikuje nisahau jina lako. Asante sana mwalimu kwa hilo fundisho. Wacha tuombe tuingie katika fundisho siku ya leo. Naomba. Mtakatifu, mtakatifu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako tuingi wa shukrani. Umetulinda, umetuongoza, tumeweza kufika hapa tena ili kueneza ujumbe katika maeneo haya. Baba, wasikilizaji wanaposikia neno lako, tunaomba kwamba uweze kuwatia nguvu na uweze kuelewa na maandiko. Hata mimi ambaye nimesimama hapa, naomba utie maneno yako katika kinywa changu kama ilivyotia katika kinywa cha nabii Yeremia. Zidi kutuongoza tuanzapo mpaka tutakapomaliza, jina lako likitukuzwa, mapenzi yako yakitimizwa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Jana tuliweza kuangalia Biblia, tukaangalia amri za Mwenyezi Mungu, ambayo kuna watu wanauliza, kwani amri za Mwenyezi Mungu zilikuwa ni ngapi? Tuende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 4 mstari ule wa 13. Biblia takatifu inasemaje? Kumbukumbu la Torati 4:13. Maana Mungu anatuambia kitu pale, tuone kwamba amri za Mwenyezi Mungu zilikuwa ngapi. Maana hiyo kuna watu wanasema sheria za Mungu zilikuwa 12, kuna wengine wanasema zilikuwa 10, kuna wengine wanasema 7, wengine 6. Biblia takatifu inasemaje? Akawahubiri agano lake. Akawahubiri agano lake. Alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10. Naam. Akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba amri zake ni ngapi? Ni 10, ambao aliziamuru kuzitenda. Kwa hivyo tunapokaa katika dunia hili, inafaa tushike amri za Mwenyezi Mungu, ambao amri za Mwenyezi Mungu tumepata kwamba ni 10. Ndio maana Mungu aliambia Musa, njoo huku kwangu mlimani ili nikupe sheria ama nikupe amri ambayo itaweza kuongoza wana wa Israeli. Tuende katika kitabu cha Kutoka ni 24 mstari ule wa 12. Biblia takatifu inasemaje? Kutoka 24 mstari ule wa 12. Mungu anamwambia Musa, njoo huku kwangu mlimani ili nikupe sheria ama amri ambayo itakuongoza kulinda wana wa Israeli, ama wana wa Israeli watatumia kutembea. Inasemaje?
Inasema Bwana akamwambia Musa, Bwana akamwambia Musa, njoo huko juu kwangu mlimani, njoo huko kwangu mlimani, uwe huko, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria, naam, na hiyo amri, naam, niliyoiandika ili uwafundishe. Kwa hivyo Mungu anaambia Musa, njoo huko kwangu milimani, nitakupa amri ni ile niliyoandika. Maana Mungu mwenyewe ndiyo muasisi wa kwanza kwa kuandika amri. Tuende Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ni 5 mstari ule wa 20. Inasemaje? Maana Mungu ndiyo muasisi wa kwanza wa kuandika amri za Mungu, ama kuandika amri zake ili uweze kutuongoza. Biblia inasemaje? Kumbukumbu la Torati 5 mstari ule wa 20. Naam. 5:20 Kumbukumbu la Torati. Inasema, naam, wala usimsudie. 5:20 Kumbukumbu la Torati. Inasema, naam, 5:20 Kumbukumbu la Torati, kama sijakosea. Haya, 5:20. Naam. Kumbukumbu la Torati. Naam. Inasema, wala usimshuhudie jirani yako uongo. Kama sio twende 9:9. Inasema 9:9. Naam. Na hapo nilipokwea mlimani, kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano Bwana alilofanya nanyi. Nao ni mbao za agano Bwana alivyofanya nami. Ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana. Naam. Sikula chakula wala kunywa maji. Kwa hivyo Mungu anapatana amri zake 10 ili iweze kuongoza. Lakini anaambia Musa, chukua hizi amri uende ukapatie watu. Twende katika Kumbukumbu la Torati 4:6. Maana Mungu anapatiana amri zake, akipatia wana wa Israeli, ama akipatia Musa ili aenda kusomea ama aende kuambia wana wa Israeli waweze kuzitunza. Na anawaambia kwanza, zishikeni hizo amri zangu. Biblia inasemaje? 4:6 Kumbukumbu la Torati nasema, zishikeni basi mukazitende. Naam. Maana hii ndiyo hekima yenu, na akili zenu. Naam. Machoni pa mataifa. Naam. watakaosikiza amri hizi zote. Kwa hivyo Musa anapewa hizo sheria. Musa anaposhuka pale mlimani, anaenda na teremuka, anapata wana wa Israeli, anawapea sheria, anawaambia wana wa Israeli, hii ndio sheria itatuongoza kwenda nchi ya ahadi, ama katika Kanaani. Kutoka 32 mstari ule wa 15 inasemaje? Musa anapewa sheria, anaambia nenda upatiane kwa wana wa Israeli ili uweze kuongoza kufika nchi ya ahadi, ama ndio itakuwa sheria ama amri itaongoza milele na milele. Inasema 32:15 kitabu cha Kutoka. Inasema hivi 32:15 Kutoka inasema hivi. Naam. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima, na zile mbao 2 za mawe. Naam. mikononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote 2. Naam. Upande huu na upande huu. Naam. Ziliandikwa. Kwa hivyo Musa anapewa zile amri 10. Kwa nini Musa anapewa amri 10? Maana amri 10 ilikuwa ndo waongoze mtu akifanya dhambi. Kufanya dhambi ilikuwa inakuja kupitia amri, ama mtu alikuwa anajua amri ilikuwa inaongoza mtu kujua huyu mtu amefanya dhambi. Tuende katika kitabu cha Warumi. Kitabu ni kile cha Warumi 3 mstari ule wa 20. Biblia takatifu inasemaje? Warumi 3 mstari ule wa 20. Warumi ni 3:20. Inasema hivi 3:20. Naam. Inasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Naam. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya nini? Ya sheria. Maana sheria ndio ilikuwa mtu akifanya dhambi, kitu ilikuwa inakaa kama kioo ambaye ilikuwa inamuonyesha amefanya dhambi. Ni nini? Ni amri ambayo ilikuwa inamuongoza. Maana kila atendaye dhambi afanya uasi. Maana dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Twende kitabu cha Yohana ni wa kwanza 3 mstari ni ule wa 4. Maana kila alikuwa anakitenda dhambi alikuwa anafanya uasi, na uasi ni kuvunja amri za Mwenyezi Mungu. Biblia inasemaje? Inasema waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari ule wa 4. 3:4. Inasema hivi. Naam.
3:4 waraka wa kwanza wa Yohana. Biblia takatifu inasemaje? Inasema waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Naam. Inasema kila atendaye dhambi, kila atendaye dhambi afanya uasi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa, naam, ili aziondoe dhambi, naam, na dhambi haimo ndani yake. Amina. Kwa hivyo hata bila bana endelea kutuambia kwamba pasipo hiyo sheria, pasipo sheria hakuna nini? Hakuna dhambi. Ama dhambi pasipo sheria. Tuende kitabu cha Warumi ni 4. Warumi ni 4:15. Inasemaje? Warumi 4 mstari ile wa 15. Kwa sababu sheria, inasema kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Naam. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hivyo kama hakuna sheria huwezi tambua hii ni dhambi. Kama hakuna amri huwezi tambua kuwa hii ni dhambi. Lazima ukue unafuata sheria za Mwenyezi Mungu, maana amri ya Mwenyezi Mungu ni takatifu tena ni kamilifu. Kwa nini tunasema amri ya Mungu ni takatifu? Warumi ni 7 mstari ule wa 12. Biblia takatifu inasemaje? Warumi ni 7:12. 7:12 kitabu cha Warumi. Naam. Inasema, naam, basi torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu, na ya haki, na njema. Kwa hivyo amri ya Mwenyezi Mungu ni takatifu, na wengine wanasema kwamba hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Mtu ambaye anasema tuko chini ya sheria, tuko chini ya neema, huyo mtu ni mwongo. Hiyo tutakuja kuona kesho kutwa. Tutakuja kuzungumzia kuhusu neema. Maana wanasema sasa tuko chini ya sheria, tuko chini ya neema, hati sheria ziligongolewa msalabani. Kitu watu wajui, kitu gani kiligongolewa msalabani? Maana wana wa Israeli walipewa amri, wakapewa sheria za maagizo, na wakapewa tena kitu kinaitwa Torati. Wakapewa Torati, wakapewa sheria, maagizo na amri. Sasa ni kitu gani iliondolewa? Maana amri tunapata ni Mungu mwenyewe ndio mwasisi wa kwanza wa kuandika amri. Sasa Torati, nani aliandika Torati? Nani alikuja na Torati? Tuende kitabu cha Yohana. Yohana ni 5 mstari ule wa 17. Yohana ni 5:17. Biblia takatifu inasemaje? Yohana 5:17 inasema, naam, Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi. 5:17 Yohana. Ama ni Mathayo ama Yohana? Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. 5:17 Yohana. Maana Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli kuja na Kristo. 5:17 Yohana. Nasikia ni hiyo. Maana Torati ilikuja na Musa na amri ilikuja na Mwenyezi Mungu. Lakini watu wanasema Yesu alipokuja duniani aliweza kuondoa amri za Mwenyezi Mungu. Sasa tuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Lakini hawajui ni kitu gani kiliondolewa. Umeipata mwalimu? 5:17. Kitabu ni kile cha Tano 17. Kama hakuna hiyo tuende kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31:24. Hata hiyo bado tunapata ni ya Musa tu aliandika Torati. 31:24 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ni Yohana 1:17. 1:17. Inasema kwa kuwa Torati, naam, ilitolewa kwa mkono wa Musa. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Torati ilitoka kwa mkono wa nani? Wa Musa. Na neema na kweli ilitoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo Torati ni Musa anakuja nayo. Maana Musa anaambiwa andika hizo Torati katika chuo. Kumbukumbu la Torati 31 mstari ule wa 24. Musa anaambiwa andika Torati. Musa anaandika ile Torati katika chuo
Maana tunapata amri ni Mungu anaandika, lakini Torati ni Musa mwenyewe anaandika katika chuo cha kitabu. 31:24. Inasema 31:24 Kumbukumbu la Torati. Naam. Basi. Naam. Ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati. Alipomaliza kuandika maneno ya Torati katika chuo. Naam. Hata yakaisha. Hapo Musa akawaamuru Walawi. Waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana. Naam. Akawaambia. Naam. Twaeni chuo hiki cha Torati. cha Torati. Mkiweke kando ya sanduku la agano. Naam. La Bwana. Kwa hivyo Musa anaambia wana wa Lawi, twaeni hiki chuo cha Torati ambayo Musa ameandika, anawaambia iwekeni kando la sanduku la agano la Bwana. Maana tunaona katika sanduku la agano pale kulikuwa na mbao 2 za mawe ambazo zilikuwa zile amri 10. Kwa hivyo kando ya sanduku la agano Musa aliambia Walawi, chukweni hiki chuo cha Torati muweke kando ya sanduku la agano. Tena Musa akachukua hilo mbao, enda mstari wa 9. Musa akachukua hiyo chuo cha Torati akapea Walawi iwe kama muongozo ama ambaye itaweza kuwaongoza wakiwa njiani. Inasemaje? Mstari wa 9 hapo 31. Inasema Musa akaiandika Torati. Naam. Akawapa makuhani. Naam. Wana wa Lawi. Naam. Waliolichukua sanduku la agano la Bwana. Naam. Na wazee wote wa Israeli. Musa akawaamuru akasema. Mwisho wa kila mwaka wa 7. Wakati wa maachilio. Naam. Wakati ulioamriwa. Naam. Wa sikukuu ya vibanda. Kwa hivyo Musa anapatana pale Torati ambazo zilikuwa sheria za maagizo ama zilikuwa pale za kufuatwa, ambazo si Mungu alitoa bali ni Musa alikuwa anaziandika akiongozwa na Mungu, akiambiwa fanya hiki, fanya hiki na fanya hiki. Lakini hizi Torati zilikuwa za aina gani? Maana Torati zilikuwa na vitu mingi ama zilikuwa zinatushtaki kwa Mwenyezi Mungu. Pale tulikuwa tunaona hizo sheria, moja wao ilikuwa kuwa ukipatikana unazini ulikuwa unapigwa na mawe. Ukipatikana umeng'oa mtu kucha, wewe unangolewa kucha. Ukipatikana umefanya kitu kingine, unafanyiwa vile vile. Ilikuwa jicho kwa jicho. Ndio maana Musa anaandika ili watu waweze kufika katika nchi ya ahadi. Sheria kama hizo ndio Yesu alipokuja aliweza kuziondoa ama aliweza kuzigongea msalabani. Tena ni sheria kama gani ambayo Musa alikuwa anaambia wana wa Israeli waweze kuzifuata? Twende 9, kitabu ni kile 9:27 kitabu cha Danieli 9:27. Tuone ni maagizo gani ama ni Torati gani pale ilikuwa pale ambayo Yesu alipokuja aliondoa msalabani. 9:27 kitabu ni kile cha Danieli. Inasemaje? Danieli ni 9:27. Naam. Inasema hivi Danieli 9:27. Inasema naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Naye atafanya agano kwa watu wengi na muda wa juma moja. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomeza sadaka na dhabihu. Naam. Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Kwa hivyo naam. Na hiyo hata ukomo kuatia pale mwalimu uliokusudiwa. Kwa hivyo pale kulikuwa na zile sadaka za kutekeleza ama sadaka za dhabihu. Ndio anasema atakata hizo baada ya majuma ngapi? Juma moja. Hizo sadaka zitakuwa zinakatwa. Hizo ndio Yesu alipokuja akazigongea msalabani. Maana saa hii hakuna kuteketeza. Maana kitambo ilikuwa ukifanya dhambi ilikuwa uende na mwanakondoo mume mchanga kwa sadaka ya dhambi, ndio dhambi zako ziweze kusamehewa. Hizo zilikuwa katika Torati zile Musa alikuwa nazo. Lakini katika hizo ni Torati. Lakini katika maagizo walikuwa wanaambiwa nini? Tuende katika sheria za maagizo. Maagizo zilikuwa na nini? Kumbukumbu la Torati 27 mstari ule wa kwanza. Biblia Takatifu inasemaje? Tuone sheria nayo za maagizo zilikuwa ni gani?
Inasema 27:1 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Naam. Musa na wazee wa Israeli wakawaagiza wale watu wakawaambia, naam, shikeni maagizo yote ni waagizayo leo. Naam. Na iwe siku, naam, mtakayovuka Yordani, naam, kwenda nchi akupaye Bwana. Naam. Mstari ndio 22. Inasema 22 sheria za maagizo. Na alaaniwe alalaye na umbu lake. Alaaniwe na ule alalaye na umbu lake. Binti ya babaye au binti ya mamaye, na watu wote waseme amina. Hizo ndo zilikuwa sheria za maagizo, kwamba mtu ambaye amelala na umbu lake, huyo mtu alikuwa analaaniwa. Mtu ambaye amelala sijui na nani, au alikuwa analaaniwa. Hizo ni sheria zilikuwa pale, ni sheria zilikuwa za maagizo. Kwa hivyo tumeona sheria za Mwenyezi Mungu, tumeona Torati, na tumeona sheria za maagizo, ambayo tunaona kwamba zingine zilikuwa kama ziko katika kitabu cha Waibrania. Waibrania ni 9. Waibrania ni 9, mstari ni ule wa 11. Maana pale pia tunaona kuna sheria pale bado zilikuwa za maagizo, ama zilikuwa za Torati, ambaye Yesu alipokuja duniani alizigongea msalabani, ambao zilikuwa zinatushtaki kwa Mwenyezi Mungu. Maana zilikuwa ni jino kwa jino, ama macho kwa macho. King'oa mtu macho unangolewa. Zilikuwa sheria za kushtaki, maana zilikuwa za maagizo. Biblia inasemaje? Inasema Waibrania 9:11 na 12. Inasema lakini Kristo akisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, naam, kwa ema iliyo kubwa, naam, na kamilifu zaidi, naam, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, naam, wala si kwa damu ya mbuzi na damu, si kwa damu ya mbuzi na damu, wala si kwa damu ya mbuzi na dama, naam, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu, naam, katika patakatifu akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hivyo Yesu sasa si kwa damu ya mbuzi na mwanakondoo, maana Kristo akisha kuingia katika patakatifu aliziondoa zote. Kwa hivyo Yesu alipokuja, kitu aliondoa ni zile sadaka zilikuwa za kuteketezwa, ama zile amri zilikuwa zinatushtaki kwa wenzetu, kama zile sadaka za dhambi. Mtu akifanya dhambi analeta kondoo, mtu akifanya dhambi alikuwa analeta mbuzi, na wale hawakuwa na uwezo walikuwa natoa, inaitwa njiwa, walikuwa natoa vitu kama hizo ili waweze kusamehewa dhambi. Maana pasipokuwa na umwagaji wa damu hakukuwa na ondoleo la dhambi. Lakini vitu kama hizo saa hizi hakuna, maana hizo ndo vitu ambao Yesu aliweza kuzigongelea msalabani. Tuende katika kitabu tuone ni vitu gani Yesu alifuta akaigongelea msalabani. Tuende kitabu ni kile cha Wakolosai. Wakolosai ni 2, mstari ule wa 14. Inasemaje? Wakolosai ni 2:14 inasemaje? Wakolosai 2:14. Wakolosai ni 2, mstari ni ule wa 14. Naam. Inasema hivi Wakolosai 2. Naam. 14 inasema. Naam. Inasema kisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa hivyo Yesu akaigongea msalabani hizo sheria ambayo zilikuwa zinatushtaki kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Maana hizo sheria zilikuwa zinatushtaki kwa njia gani? Maana mtu alikuwa analipisha kizazi. Mtu akifanya hiki, yeye pia anamfanyia hivi vile vile. Mtu akifanya hiki, anamfanyia hivi hivi. Ndio maana tunaona amri za Mwenyezi Mungu ni amri za milele, na amri za Mwenyezi Mungu Yesu hakuzigongelea msalabani ama hakuzimaliza vile watu wanadai siku hizi za leo. Maana anasema amri zake ziko mpaka mbinguni. Tuende kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 11, mstari ni ule wa 19. Amri za Mwenyezi Mungu ziko hata milele na milele. Ufunuo 11, mstari ni ule wa 19. Biblia inasemaje?
Ufunuo 11:19. Naam. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Na sanduku lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Na sanduku lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme. Naam. Na sauti. Naam. Na radi. Naam. Na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Kwa hivyo sanduku la agano la Mungu linaonekana mbinguni likiwa na amri ngapi? Amri 10 zile za Mwenyezi Mungu. Maana Biblia inatuambia kwamba hata yodi moja isipoondoka sheria ya Mungu haitatanguliwa. Twende kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 5:17. 5:17 kitabu cha Mathayo. Maana mbingu zitakapoondoka nukta moja ama yodi moja haitaondoka. Yesu anasema Mathayo 5:17. Naam. Msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Taurati. Naam. Au manabii. Naam. Naam. Si kuja kutangua bali kutimiliza. Si kuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia. Naam. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yandi moja wala nukta moja ya Taurati. Naam. Haitaondoka. Kwa hivyo Biblia hata yote yatimie. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba ndio tujue amri zimeondolewa. Tutaona kwamba mbingu na nchi zimefanya nini? Zimeondolewa. Ndio tutajua kwamba amri za Mwenyezi Mungu zimeondolewa. Lakini mbingu na nchi bado zikiwa, amri za Mungu zinabaki zimesimama pale pale. Lakini mtu atauliza, lakini si Yesu aliambia watu wakitoka, ama ule jamaa alienda akamwambia Yesu, katika hizi amri ni amri gani iliyo kuu kuliko ingine? Kuna kitu Yesu alimjibu pale. Tuende kitabu cha Mathayo 22, uanzie mstari wa 35. Maana kuna kitu Yesu anatuonyesha pale. Mathayo 22, mstari ni ule wa 35, anzia pale. Mmoja wao mwanasheria akamwambia, akamuuliza kimjibu, naam, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, Hii ndio amri iliyo kuu tena ni ya kwanza. Hii ndio amri ya kwanza iliyo kuu tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii. Ya pili yafanana nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo Yesu, katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Kwa hivyo Yesu alipomjibu huyo mwalimu, ama alipojibu huyo mwandishi ama mwanasheria, alimwambia kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Maana alikuwa anajua, Yesu hakumtoa katika sheria, lakini alikuwa anajua ukipenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, hutakuwa na miungu mingine. Ukipenda Bwana kwa moyo wako wote, hutakuwa na sanamu. Ukipenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, hutalitaja jina lake bure. Ukipenda Bwana kwa moyo wako wote, hutaivunja sabato. Hiyo ni amri ya kwanza. Ndio maana zile amri zikagawanywa katika mbao mbili. Maana mbao ya kwanza ilikuwa ya uhusiano ya Mungu na mwanadamu. Mbao ya pili ambayo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukipenda jirani yako hautamuua. Ukipenda jirani yako hautalala na mke wake ama hautazini. Ukipenda jirani yako hautamuibia. Ukipenda jirani yako hautamshuhudia uongo. Ukipenda jirani yako hautatamani chochote alicho nacho jirani yako. Kwa hivyo amri za Mwenyezi Mungu zinabaki pale, bado zimesimama, na ndio itatuongoza mpaka tutakapofika mbinguni. Maana tumeona Biblia inatuambia kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapoondolewa, amri zitabaki pale zikisimama pale pale. Hiyo ndio fundisho ilikuwa ya leo. Tutaendelea na fundisho la sheria ama neema. Tutaangalia neema kesho kutwa. Tutaangalia neema. Watu wanasema leo hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Hiyo tutaangalia siku ya Wednesday. Ama inaitwa aje kwa Kiswahili? Ni Wednesday. Najua ni Wednesday. Kiswahili ndio mtihani. Lakini tutaendelea nayo na hiyo fundisho. Mungu aweze kuwabariki, maana ametutuma ili tuweze kueneza hii ujumbe kama ushuhuda. Hii ujumbe ni kama ushuhuda.
Kuamini ni kwako, ni kuomba Mwenyezi Mungu akusaidie ili uweze kuiamini. Maana inahubiriwa kama ushuhuda, ikuwe ulisikia na ukufanya. Ulisikia na ukufanya. Sisi ni watumishi, tumetumwa tu kupaza sauti. Ndio maana wanasema na Kiarabu. Kiarabu najua naiweka vizuri. Kiarabu inasema kwamba wama alaina ila albalahu ulmubin. Yani ni kufikisha ujumbe. Kazi yetu ni kufikishia. Kuamini ni wewe na Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki mpaka tutakapoonana kesho. Wacha tuombe. Mtakatifu, mtakatifu ishie mahali pa juu mbinguni. Baba, tunakuja mbele zako masaa haya jioni. Umetulinda, umetuongoza, umetuambia kwamba amri zako tasimama mpaka milele na milele. Na yeyote atakayevunja hata sheria moja katika hayo, Baba, amekosa juu ya yote. Baba, tunaomba kwamba uzidi kutufundisha tuweze kutegemea amri zako. Iwe ndio itatuongoza katika maisha yetu yote, tutembeapo njiani, tutokapo nyumbani, tufikapo kazini. Sheria zako zikuwe katika vidole vyetu ili tuweze kuziona, ili tukienda kufanya dhambi ama tukienda kufanya kitu ambacho inaenda kinyume na mapenzi yako, Baba, tunaona sheria yako. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina.